Tume ya waangalizi wa uchaguzi kutoka AU, SADC na taasisi ya Thabo Mbeki zimetangaza kuwa uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba 29 haukuwa huru wala wa haki. Chadema sasa inashikilia kuwa kulikuwa na mauaji, ukamataji wa vijana kwa wingi na jaribio la kimakusudi la kukandamiza upinzani. Leo katika makala ya Muktadha, ninaungana moja kwa moja na Gerva Lienda ambaye ni mkuu wa idara ya habari katika chama cha Chadema. Tuna mengi tu ya kuzungumzia kuhusiana na mgogoro ambao uko katika taifa la Tanzania, lakini tuanze na wewe binafsi. Hapo awali ulinieleza kuwa uko mafichoni na kuwa maisha yako yapo hatarini. Asante kwa swali zuri, lakini ni swali lenye simanzi, majonzi kwa mimi kuniuliza swali kama hilo, kwa sababu katika maisha yangu yote sikuwahi kufikiria kama itatokea siku nitaishi kwa mashaka, sijui kesho yangu itakuwaje. Hiyo kidogo inaleta shida, lakini sio mimi tu, hii ni kwa viongozi wote wa Chadema wa ngazi zote, lakini wanachama wa kawaida, lakini hata viongozi wa vyama vingine, hata chama tawala cha CCM pia nao hawapo salama. Zipo taarifa na kesi kadhaa za viongozi wakubwa kabisa waliokuwa wa CCM na wengine bado walikuwa madarakani, lakini leo hii hawapo, ama walitekwa ama waliuawa ama hawajulikani walipo. Akiwepo aliyekuwa mwenezi wao na mjumbe katibu wa itikadi, mafunzo na uenezi wa Chama cha Mapinduzi, na aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Malawi, baadaye akaenda kule Cuba, Humphrey Polepole. Mpaka leo hajulikani alipo. Alivamiwa, tuliona tu damu pale alipokuwa anaishi. Mpaka leo hakuna nani anajua yeye yuko wapi. Kwa hiyo nikija kwa upande wangu binafsi, tunaishi kwa tabu sana. Mimi nimeshafuatwa nyumbani kwangu zaidi ya mara 3 na watu ambao siwafahamu, lakini nilifanikiwa kukimbia na kuwakwepa. Kwa hiyo nyumbani sio salama sana. Tunaishi tu hivyo kwa sehemu ambazo tunazijua sisi, ili tuokoe roho zetu. Wacha sasa tulizamie swala kuu ambalo ni hali ilivyo Tanzania. Tueleze jinsi hali ilivyo wakati huu. Asante. Naweza nikaiangalia Tanzania kwa sura mbili. Sura ya kwanza, ninaiona Tanzania ikiwa ina majonzi, ikiwa ina simanzi na vilio baada ya watu kuuawa kwenye maandamano, watu maelfu kuuawa kwenye maandamano, wengine kujeruhiwa na wengine kupotezwa, hawajulikani walipo. Kuna familia zimeamua kuzika nguo za wapendwa wao, kwamba huyu mtu aliuawa kwenye maandamano lakini hatujui alipo. Sasa hatuwezi tukakaa na msiba, tunataka kuumaliza msiba. Sasa kwa Tanzania kuumaliza msiba ni lazima kuwe na tukio la mazishi. Kwa hiyo watu wameamua kuzika nguo na viatu vya wapendwa wao ambao wanaamini walikufa. Sasa familia hizo bado zipo kwenye majonzi makubwa sana. Lakini kwa sura nyingine, ninaiona serikali ya Tanzania inayoongozwa na CCM ipo wazungu wanasema ipo kwenye denial. Haitaki kukubaliana na hali halisi kwamba nchi inavuja damu, nchi ina machozi, na wao kama chama cha siasa ambacho kimeishikilia serikali kiharamu. Sisi Chadema tunasema hii serikali CCM imeishikilia serikali kiharamu, kwa sababu haukuwepo uchaguzi lakini wamejitangaza kushinda na wanajifanya wanaongoza dola. Kwa hiyo wapo kwenye denial. Hawataki kukubaliana kwamba nchi ipo kwenye majonzi, nchi inavuja damu, nchi ina machozi, na hawataki kuamini kwamba Watanzania walichoka na mambo waliokuwa wanafanyiwa, ikiwemo wizi wa kura, maisha yao kuwa mabovu japo nchi na rasilimali za kutosha. Sasa hiyo ni shida ya uongozi. Wana maono gani kutumia rasilimali za Tanzania ili kuimprove, kufanya maisha ya Watanzania yawe bora. Sasa Watanzania hiyo kitu wanaifahamu. CCM naona bado hawaamini kwamba Watanzania wenyewe wanaweza wakatoka wakaenda kuandamana
wakidai haki zao. Ndio maana ukimsikiliza ndugu Samia Suluhu Hassan, ukiwasikiliza msemaji wa serikali na kila mtu aliyopo serikalini akizungumzia tukio la maandamano ya tarehe 29 na kuendelea, kwanza hawataki kukubali kwamba kuna vifo vilitokea vingi, hawataki kukubali. Lakini la pili, hawataki kukubali kwamba Watanzania wenyewe walikwenda barabarani. Wanaamini kwanza wameshatoa kauli tata. Kwanza walisema walioandamana si Watanzania, ni watu kutoka nje. Nadhani walikuwa wanamaanisha kutoka Kenya. Baadaye wakasema walioandamana walikwenda kwa shinikizo tu, walifuata mkumbo. Sasa hivi wanatoka na kauli wanasema walioandamana walilipwa fedha ili waandamane. Sasa ukiangalia hizo kauli unaona hawa watu hawataki kukubaliana na hali halisi. Lakini ukweli ni kwamba CCM wanapaswa wafahamu Watanzania wa leo sio Watanzania wa jana na juzi. Hiki kizazi cha Z, Gen Z, hawa vijana kuna namna ya kuishi nao. CCM bado hawajajua namna gani wanapaswa kuishi na vijana hawa wa Generation Z. Ndio shida iliyopo na itawaletea shida kweli kweli. Na ndio maana mpaka leo wanatafuta mchawi nani aliyopeleka barabarani. Hawataki kuamini kama ni vijana wenyewe walikwenda. Swala la maafa limekuwa tata sana, ambapo kumekuwa na takwimu mbalimbali. Kwa mujibu wa Chadema, je, ni watu wangapi walifariki katika machafuko haya? Maafa ni makubwa sana yaliyofanyika, ambayo naweza nikasema hayajawahi kutokea katika nchi zote ambazo vijana walikwenda barabarani. Sisi Watanzania vijana wengi sana wamekufa, wengi sana wamejeruhiwa na wengi sana wamepotea, ambapo sisi tunaamini wale wote ambao walikuwa kwenye maandamano alafu hawajulikani walipo ni watu ambao wamekufa, waliuawa kwa kupigwa risasi siku ile na walizikwa bila miili kupelekwa kwa ndugu zao. Kama mlifuatilia taarifa ya chombo kimoja maarufu sana duniani, walitoa juzi hapo CNN, wakazungumza kwamba kuna makaburi ya halaiki ambayo yamezika maiti kadhaa nyingi. Sasa miongoni mwa watu ambao hawajulikani wako wapi, tunaamini ndio wale waliozikwa kwenye makaburi ya halaiki. Idadi gani ya watu ambao wamekufa, idadi kamili kuipata ni ngumu. Kusema kwamba watu 15,000, watu 8,000, watu 6,000, ila ni watu zaidi ya 10,000 inawezekana kabisa wamekufa. Sasa nani wa kutoa idadi halisi? Chadema, CCM au serikali ya Tanzania? Ndio maana tunahitaji wachunguzi wa nje waje wachunguze, waone ukubwa wa tatizo, halafu watoke na namba halisi. Sasa rais ameunda tume ya kuchunguza. Anaundaje tume yeye? Chama chake na serikali yake ndio ilihusika kuwashambulia waandamanaji. Ina maana kuwa hamna imani na tume ya uchunguzi ambayo inaongozwa na jaji mstaafu Mohamed Chande? Hatuwezi kuwa na imani nayo. Hatuwezi kuwa na imani nayo kwa sababu hiyo tume imeundwa na nani? Imeundwa na Samia. Samia ni nani? Alikuwa rais wa Tanzania, na yeye hiyo serikali alikuwa anaiongoza ndio imefanya haya mauaji. Sasa ni kama mtu yani unajichunguza wewe mwenyewe, unajiundia tume kwamba baba umefanya uasherati huko, alafu unaunda tume ichunguze kama ulifanya uasherati. Hiyo tume itatoka na majibu gani? Suluhisho pekee ni tume independent kabisa ambayo haitokani na Tanzania. Itoke nje, ifanye uchunguzi, alafu ije na majibu. Tutajua ni akina nani walihusika na watu idadi gani wamekufa na wamezikwa wapi. Ningependa kujua ikiwa bado Chadema inashikilia kuwa machafuko haya yalifikiwa viwango vya uhalifu dhidi ya binadamu au kipenda crimes against humanity. Nadhani mimi nashawishika kabisa tumefika kiwango hicho.
Nakumbuka baada ya uchaguzi wa Kenya wa mwaka 2007 kama sijakosea, yalitokea mauaji. Watu waliouawa nadhani hawakufika 2000. Kumbukumbu zangu kama zinaniambia vizuri. Kati ya 1500 hawakufika 2000. Lakini tunaona kulikuwa na kesi. Nakumbuka Mheshimiwa Ruto alishtakiwa ICC. Bahati njema hakukutwa na hatia. Kwa hiyo kwa mauaji ambayo yametokea Tanzania, nikichukua uzoefu huo, reference hiyo ya kilichotokea hapo nchi jirani ya Kenya, ninaona kabisa ICC kuna watu lazima wapelekwe ICC ili mahakama ile ya kimataifa ya uhalifu ije na majibu kwamba hawa watu wana makosa ama hawana makosa. Wanapaswa kabisa, naona kabisa kwa mauaji haya kuna watu kabisa nchini kwetu hapa wanapaswa kuburuzwa ICC. Chadema inapozungumzia kuwa kuna makaburi ya halaiki, je, kuna thibitisho lolote ambalo mko nalo ama mnajua ni sehemu zipi ambazo makaburi haya yapo? Uthibitisho upo kwa sababu sio tabia ya nchini kwetu hapa kuona askari wanalinda makaburi au wanalinda vichaka au msitu. Sasa unashangaa huyu askari polisi, toka lini kuna huu utaratibu wa kulinda makaburi? Toka lini kichaka hiki tulikuwa tunapita tunafanya mazoezi, leo hiki kinalindwa na kuna kibao kwamba huruhusiwi kupita hapa? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatupa mashaka kwamba kuna kitu kimefanyika sio cha kawaida. Kuna watu watakuwa wamezikwa hapo kwa mamia, kwa maelfu, ndio maana panalindwa. Sasa hayo yote, majibu yote hayo yatapatikana kama uchunguzi utafanyika na chombo kilicho huru kabisa. Hayo maeneo ambayo tunasema watu wamezikwa, tunapata taarifa. Kuna watu wanatuambia Dar es Salaam kuna Mbweni kuna makaburi ya halaiki, tunaambiwa Kunduchi kule Kondo yapo makaburi ya halaiki, tunaambiwa Arusha sehemu inaitwa West kuna makaburi ya halaiki, tunaambiwa Mwanza yapo makaburi ya halaiki, tunaambiwa Katoro kule Geita yapo makaburi ya halaiki, tunaambiwa Mbeya yapo makaburi ya halaiki. Sasa hivyo vyote ukweli ni upi? Ni lazima kuwe na chombo kichunguze. Hiki kinachosemekana kwamba kuna makaburi ya halaiki sehemu hizi, ni kweli hayo makaburi yapo? Na kujisafisha ni kuruhusu uchunguzi ufanyike ili uonekane kwamba hayo yalikuwa ni maneno tu ya uchochezi, lakini ukweli haupo hivyo. Bila shaka swali ambalo watazamaji wengi watakuwa nalo ni kutaka kujua, je, viongozi wakuu wa Chadema akina Tundu Lissu, John Heche wako hali gani wakati huu? Na vile vile tueleze kuhusiana na maandamano ya tarehe 9 ambayo yamepangwa kufanyika nchini Tanzania. Tundu Lissu bado yupo gerezani akiwa na ile kesi yake ya kesi tunaita kesi ya mchongo, kesi ya kutengenezwa ya uhaini ambayo ni ya kisiasa. Sisi tunaamini kwamba Lissu alipewa ile kesi ili asiwe anapiga kelele huko nje, asiwe anawaeleza Watanzania haki zao na rasilimali zao zinavyoshindwa kutumiwa vizuri na Chama cha Mapinduzi ili kufanya maisha yao yawe mazuri. Ile kesi haina ground yoyote ya uhaini, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza ule uthibitisho, exhibits zote mahakama kuu zimekataa kuzipokea. Sasa kama exhibits zimekataliwa mahakamani, wewe huyo mtu kesi yake iko wapi? Lakini wameendelea kumshikilia. Hao wengine, makamu mwenyekiti Heche naye alikamatwa hapa kabla ya uchaguzi, wakakaa naye karibuni siku 20, wakamtoa baada ya uchaguzi. Bado ikatoka listi yeye akina mheshimiwa katibu mkuu wa chama Mnyika wanahusishwa kwamba inawezekana walichochea haya maandamano. Kwa hiyo kuna jeshi la polisi lilitoa taarifa kwamba linawahitaji hao watu na wakawakamata baadhi ya viongozi wakiwemo wao kwenye hiyo listi, akiwemo huyo Mnyika, mheshimiwa Heche, mheshimiwa Godbless Lema, naibu katibu mkuu wa bara Amani Golugwa. Kwa hiyo wapo, lakini ni watu ambao kama ninavyosema, kila mmoja sasa hivi anaishi kwa kujificha. Hatuna ule uhuru wa kutembea
hatuna uhuru wa kujichanganya kama ambavyo tulikuwa tunafanya awali. Sasa nikirejea kwenye swali ambalo umeniuliza kuhusu swala la maandamano, serikali inatamani kuihusisha Chadema na maandamano, kwamba Chadema ndio wameandaa maandamano, lakini maandamano yale hayajaandaliwa na wanachadema, hayajaandaliwa na wanachadema. Maandamano yale ni ya wananchi wenyewe pamoja na wanaharakati wa kudai haki na demokrasia kwenye nchi yao. Ndio maana mpaka tunakwenda kwenye uchaguzi ulioitwa uchaguzi Oktoba 29, Chadema haikutoa tamko lolote la kuhusu maandamano. Halikutoa. Hakuna kiongozi yoyote mkuu wa Chadema akasema Chadema wanachama wote twendeni barabarani Oktoba 29. Hatukufanya hilo jambo. Lakini tunaona kabisa, ukisikiliza kauli za viongozi wa serikali, ukisikiliza kauli za viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, unaona wanatamani kuihusisha Chadema na maandamano ya Oktoba 29. Sasa hivi kuna maandamano mengine tunasikia yanaandaliwa ya Desemba 9. Chadema mpaka sasa, kama ambavyo kabla ya uchaguzi hatujasema kama tunaunga mkono, kama tunapeleka wanachama wetu barabarani hiyo Desemba 9, siku ya uhuru wa Tanganyika, hatujasema. Lakini unaona kabisa vyombo vya ulinzi na usalama na viongozi wa serikali wanatamani tuseme tunaunga mkono, lakini sisi tunafahamu nini kipo nyuma ya pazia. Naomba kuelewa zaidi kuhusiana na no reforms, no election ambayo mmekuwa mkisukuma nyinyi kama Chadema. Dhamira kuu ni ipi? Dhamira kuu ya no reforms, no election, kwanza ili lilikuja baada ya ndoto za kupata katiba mpya tulipoona kwamba zinashindikana. Kwa tukasema okay, kwa muda huu kuendelea kuipigania katiba mpya ni kama tumechelewa sana. Hebu twende na vipaumbele kadhaa ambavyo vipo tunatamani viwepo kwenye katiba mpya. Ndio kuna hayo mabadiliko ya sheria zinazosimamia uchaguzi. Tuliamini kwamba sheria zikiwa nzuri za uchaguzi watapatikana viongozi bora, competent, ambao kweli wataweza kuwasimamia wananchi na wataweza kusimamia rasilimali za taifa letu. Na katiba yetu ibara ya 8 inazungumza nguvu ni kwa wananchi. Wananchi ndio wenye nguvu kuliko mamlaka, na mamlaka zote za nchi zinatokana na wananchi. Kwa hiyo tulitaka hayo marekebisho ya sheria za uchaguzi, hizo reforms zifanyike kabla nchi haija kwenda kwenye uchaguzi. Hapa Tanzania hauwezi ukaenda mahakamani na kupinga matokeo ya urais, kwamba wewe uliona kwamba huyu mtu aliyetangazwa ameshinda hakushinda, naomba mahakama ichunguze kama kweli huyu ameshinda. Hiyo kitu hauwezi ukaifanya kwenye ardhi ya Tanzania, kwa sababu sheria zetu haziruhusu. Zimewapa mamlaka Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ikishasema kwamba fulani ameshinda, yani mnaweza mkao wagombea hata 10, aliyeshinda ni huyu, lakini mwenyekiti wa tume akimtangaza hata yule aliyekuepo wa mwisho kapata kura chache kabisa, akisema huyu ndio ameshinda urais, huyo ndio rais, na hakuna mtu yoyote anaweza kwenda kuuliza sehemu yoyote kwamba huyu amewezaje kutangazwa kuwa rais kwa kura zipi. Hiyo huwezi. Lakini jambo la pili, rais wa Tanzania ambaye mkienda kwenye uchaguzi na yeye ni mgombea kama mgombea wa chama kingine chochote, yeye ndo anayemchagua huyo ambaye atatangaza matokeo. Sasa unaweza ukaona mnacheza timu mbili. Huko Kenya najua kuna timu kama Gor Mahia. Hapa Tanzania kuna klabu kama Simba, kuna Yanga. Yaani wewe kiongozi wa Gor Mahia unacheza na Simba ya Tanzania, alafu wewe kiongozi wa Gor Mahia ndio uchague referee wa hilo pambano. Hivi hapo kweli kuna mechi hapo? Kwa hiyo tukasema no, vitu kama hivi havipaswi kuwepo. Referee lazima asitokane, asichaguliwe au kuteuliwa na miongoni mwa hawa ambao wanapambana, ateuliwe na watu wengine kabisa, au kuwepo na utaratibu ambao uko fair. Timu zote zitaona okay, huyu referee amepatikana katika mazingira sahihi.
Lakini huku kwetu hamna. Mgombea ambaye ni rais ndo anayemchagua referee kwenye mechi ambayo sio mechi ndogo. Tunazungumzia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ana mamlaka makubwa sana. Huyo mtu ndo anachagua nani achezeshe, nani amue uchaguzi, matokeo uchaguzi yaweje. Kwa hiyo tukasema no, hivi vitu hatuwezi tukakubaliana navyo. Na sio huyo mwenyekiti tu wa tume, pamoja na ule utaratibu wote, ngazi zote ambazo zinasimamia mpaka kwenye kata. Wote hao ukiwaangalia ni wateule wa rais, ambaye rais yeye ni mgombea kwenye chama cha siasa ambacho kinashiriki huo uchaguzi. Kwa hiyo tukasema no, hatuwezi tukaenda hivi. Hii kitu lazima tuifanyie kazi, irekebishwe ili tuingie kwenye uchaguzi wote tukiwa sawa sawa. Lakini serikali ya CCM ilikataa hiyo kitu. Basi tukasema no, kama hakuna reforms basi uchaguzi hautakuwepo. Kwa mtazamo wako, unahisi ni kwa nini mtandao ulizimwa katika uchaguzi wa Tanzania? Sio internet tu. Serikali ya CCM hata wangeweza jua lisitoke, wangeamuru jua lisitoke, nchi iwe na giza, ili yale mabaya yao wanayoyafanya yasionekane. Kwa hiyo internet waliona kwamba na unajua yale maandamano yaliyofanyika Oktoba 29 yalihamasishwa sana kwenye mitandao ya kijamii, na ndiko Gen Z walipo huko. Kwa hiyo waliona kabisa kwa internet kuendelea kuwepo, na in fact siku ile uchaguzi watu walianza kuhamasishana kwamba tokeni njooni barabarani kupitia mitandao ya kijamii, TikTok, Instagram, X, Facebook. Watu wanapiga picha, wanashare. Watu wengine wanaona, wanakuja barabarani. Kwa hiyo wakaona hapa njia pekee kwanza, ili watu wasihamasishane kuja barabarani, tuzime internet. Lakini jambo la pili ni kuifanya nchi isiweze kuwasiliana na mataifa mengine. Sio tu wananchi kwa wananchi washindwe kuwasiliana, pia nchi ishindwe kuwasiliana na nchi nyingine. Media za kimataifa zisiweze kujua nini kinaendelea Tanzania, kwa sababu ili ziweze kujua nini kinaendelea, internet lazima itumike. Kwa hiyo wakaamua kuzima hiyo internet. Msemaji wa serikali Gerson Musigwa ameonekana kukashifu vyombo vya habari, hususan vile vya kimataifa. Maoni yako ni yapi? Hapa Tanzania kuna utaratibu, magazeti lazima yanasajiliwa kwenye ofisi ya Msigwa, na yanapata kibali cha kila mwaka. Yani kila mwaka unahuisha ile leseni yako, una renew license ya gazeti lako. Wamekuwa wanatumia hiyo kama fimbo kuviogopesha vyombo vya habari visiweze kuwa huru, kwa sababu ile leseni yako ikiisha baada ya mwaka mmoja, unaweza usipate, wanaweza wasikupe leseni nyingine. Ukiachilia mbali ukiwa na hiyo leseni, lakini wanaweza wakakufungia gazeti lako au wanaweza wakalifuta. Sasa nikimsikiliza Msigwa, ninamuona anatamani kama ambavyo anavidhibiti vyombo vya habari vya hapa Tanzania, basi aweze kuvidhibiti na vyombo vya habari vya nje, kitu ambacho hakiwezekaniki. Yani asiwaze hiyo. Sasa ukimsikiliza ndugu Msigwa, unaona anajaribu kuhoji credibility ya chombo kikubwa cha habari duniani kama CNN. Yani unawezaje kuhoji utendaji wa kazi kwamba hawa watu hawajafanya kazi hii vizuri, hawakuwa free, hawakuwa fair kwa nchi yetu kwenye no. Msigwa lazima ifike mahala aheshimu vyombo vya habari vya watu ambao vya kimataifa ambao walifanya kazi kubwa sana mpaka vikajulikana mpaka Tanzania ndani huko Mbagala, Tabata na sehemu nyingine. Nadhani atoke kwenye hiyo inayoita denial na akubali kwamba tatizo lipo Tanzania, na akiwa kama ni msemaji wa serikali, tatizo lipo, lilikuwepo, na kuna namna nzuri ya kuweza kulimaliza tatizo hili kuliko ni kufukia hivi vyombo. Tutaweza kuvidhibiti vyombo vyetu vya habari vya Tanzania kama ambavyo wanafanya. Na immediately siku ile ya maandamano, kesho yake tu
mkuu wa mkoa wa hapa Dar es Salaam Albert Chalamila alisema kwamba kuna vyombo vinaripoti uko nje na vyombo vya habari vya hapa ndani, sisi serikali ndio tutawapa hali halisi ilikuwa nini kupitia runinga yetu ya taifa TBC na TBC FM. Akataja na vyombo vingine vya pale hapa nyumbani kwamba hivi ndivyo vinapaswa kuripoti na sio vyombo vingine. Tathmini yako ni ipi kuhusiana na uhuru wa wanahabari katika taifa la Tanzania hivi sasa? Hakuna uhuru wa habari Tanzania. Ukisoma magazeti yetu hapa, wewe angalia hiki ambacho kimetokea Oktoba 29 na kuendelea. Ukiachilia mbali hayo mengine huko nyuma, nataka tuzungumzie hiki kitu ambacho kipo kwenye vichwa vya habari vya kimataifa. Chombo gani cha habari cha Tanzania kimeripoti, kimezungumza hali ilivyokuwa, mauaji yaliyotokea, namna watu wachache walivyojitokeza kwenda kupiga kura, kwa sababu watu walikwenda huko kupiga kura, lakini ni watu wachache sana. Zamani ilikuwepo siku ya uchaguzi, unaona vyombo vya habari vya Tanzania vinakwenda vinapiga picha idadi ya watu waliopo kwenye msururu ule na vina publish kwamba hao watu wapi. Uchaguzi huu hakuna chombo cha habari hicho. Sasa kwa nini hizo picha tu kuziona? Maana yake watu hawakuwepo kwenye vituo vya kupiga kura. Kama walikuwepo ni watu wachache sana, na chombo cha habari ambacho kinaona kabisa hii picha niki publish, kama ni kwenye gazeti au kwenye TV, mtaingia kwenye matatizo. Wakaamua kunyamaza kimya. Mauaji yamefanyika, niambie chombo gani cha Tanzania kimeripoti? Lakini kama nilivyosema, Standard mlifanya kazi kubwa sana kupitia magazeti yenu, kupitia runinga zenu, kupitia redio zenu. Yaani mlikuwa mnaripoti mambo ya Tanzania kuliko ni vyombo vya habari vya Tanzania. CNN ndio hao wametoka na hiyo ripoti juzi. Sasa unajaribu kuuliza, Tanzania hatuna vyombo vya habari? Mataifa mengine yanatushangaa. Yaani sisi leo ili kupata taarifa za Tanzania kuhusu kilichotokea Oktoba 29 na mauaji, inatakiwa uanze kutafuta vyombo vya habari vya nje, wakati vya ndani hapa vyombo vya habari vipo. Bwana Lienda, tumeona mifumo ambayo kidogo inashabihiana. Ukiangalia Tanzania, Uganda na vile vile Kenya, ukiongelea mambo ya utekaji nyara, ukandamizaji wa vyombo vya habari, unahisi kuwa kidemokrasia ukanda wa Afrika Mashariki unarudi nyuma? Haurudi nyuma kidogo, unarudi nyuma sana. Viongozi wetu wamekuwa hawataki kukosolewa kabisa. Na hii mimi nitoe rai kwa Chama cha Mapinduzi. Nina uhakika Mwalimu Julius Nyerere, muasisi wa CCM, leo hii tukipata fursa akirudi tena duniani hata kuwa mwana CCM. Nyerere ni mtu alikuwa anaamini kwenye mawazo tofauti. Kwenye kauli zake alikuwa anasema, nahitaji taifa lenye vijana wanaohoji, vijana jeuri. Nyerere alikuwa anafanya midahalo, anatoka anakwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, anafanya midahalo na wanafunzi, anaweka topic pale, watu wana debate. Kwa hiyo unapata picha ni mtu ambaye alikuwa anapenda mawazo yanayokinzana, kusikiliza, kukosolewa. Sawa, ana mapungufu yake, lakini uhuru kwa upande wake ulikuwa ni mkubwa sana wa kukosolewa, na mwenyewe alikuwa anaamini kwenye kukosolewa. Viongozi wa Afrika, hasa ukanda wetu huu Afrika ya Mashariki, tumerudi nyuma sana. Ile misingi ya waasisi wa mataifa yetu tunaiacha kwa kiwango kikubwa sana. Ndio maana wote wanaokosoa hizi serikali, ukiangalia wanaopotezwa, wanaotekwa ni watu ambao wanazikosoa hizi serikali. Sasa wewe ni mtu gani hutaki kukosolewa? Ni Mungu pekee ndio hawezi kukosolewa, pengine labda na malaika. Lakini binadamu, moja ya mapungufu, sifa zake ni kutokuwa mkamilifu.
kama wewe sio mkamilifu, basi kuna makosa utakuwa unayafanya. Ndio ubinadamu wako huu. Sasa kama kuna makosa unayafanya, kuna mtu ataona kwamba hili ni kosa, anakueleza ili uweze kujirekebisha. Sasa inahuzunisha sana wale watu ambao wanayaona makosa na wanakosoa. Wao wanaonekana sio wazalendo, ila mzalendo ni mtu ambaye anaunga mkono kila jambo. Hata kiongozi anapokosea, yeye anamwambia hujakosea na upo sawa sawa, umeupiga mwingi. Ndiko tulikofika sasa hivi. Yaani watu kukosoa wanaona ni dhambi. Kukosoa ni mtu kutokuwa mzalendo kwa nchi yako, ila kusifia ndio wewe ndio unakuwa mzalendo. Na mbaya zaidi, idadi kubwa yanayotekwa ni vijana. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kama tunakiharibu kizazi kinachokuja, kwa sababu hawa vijana ndio viongozi wa sasa hivi na ni viongozi wa kesho. Jua lao bado, unajua kuna yule tunasema mzee umri unavyokwenda ndipo unalikaribia kaburi na jua linazama. Huyu kijana kesho yake bado ni ndefu. Mimi ninakusanya taarifa za vifo, waliotekwa na waliopotea kwenye maandamano. Taarifa ambazo zinanifikia, waliokufa ni watoto, naweza kuwaita watoto, yani miaka 13, 15, 17, 20, 23, hapa wengi 25, wamekwenda mpaka 30 na miaka 33. Kwa hiyo ni hawa vijana ndio ambao waliuawa sana kwenye maandamano, ambao hawa ndio Gen Z. Hawa ndio kesho yao wanatamani iwe bora zaidi kuliko ni mtu ambaye ameshafika miaka 40, miaka 50, kwa sababu amebakiza muda mchache sana wa kuishi. Sasa huyu kijana anapopigania haki kwenye taifa lake, anapopigania haki ya kumpata kiongozi sahihi ambaye ametokana na idadi ya kura alizozipata, huyu kijana anakuwaje mhalifu? Anakuwaje sio mzalendo? Huyu ni mzalendo, inatakiwa asikilizwe nini anakihitaji ili kuifanya Tanzania iwe bora hapo kesho. Lakini ndio wao tunawaua, ndio wao tunawateka sasa hivi. Kwa hiyo inahuzunisha sana. Tukimalizia mahojiano haya, je, ni nini haswa ambacho Chadema inakitaka kwa dharura hivi sasa? Kwanza, uchaguzi haukufanyika. Hizo kura milioni 32 alizozipata Samia, ambazo zimehesabiwa ndani ya siku 2, yani masaa 24, si masaa 36, kura milioni 32 zimehesabiwa, na zimehesabiwa kukiwa hakuna internet. Yani unajua hata kama unafanya jambo la hovyo, inatakiwa uwe smart kidogo, kwamba okay, mtu hapa upate tabu kumtia hatiani kwa sababu alitumia akili. Nitoe mfano mdogo. Unaona nchi ya Uganda. Nchi ya Uganda, mzee Yoweri Kaguta Museveni, Waganda wanamlalamikia kwa kuendesha chaguzi ambazo zinampendelea yeye. Lakini ukimwangalia mzee Museveni, hajawahi kushinda kwa 80%. Pamoja na mapungufu anayoyasema, mzee anachakachua, anaiba kura wanavyolalamika kule. Lakini mzee Museveni hajawahi kushinda kwa 80%, kama kumbukumbu zangu ziko vizuri. Hajawahi bungeni kwake kuwa na wabunge wa chama chake tupu 100%. Haijawahi. Kwa hiyo unaona mzee Museveni, hata kama hizo tuhuma wanazompa ni za kweli, lakini basi anazifanya akiwa anatumia akili. Wewe huwezi ukasema kwamba yani Chadema uchaguzi wa mwaka 2015 kuja uchaguzi kuja 2020, angalau uchaguzi wa mwaka 2015 wizi ulikuwepo Tanzania tokea mfumo wa vyama vingi ulivyoingia. Lakini angalau uchaguzi kidogo ambao sisi rekodi zetu tunasema angalau huu ulikuwa uchaguzi, angalau ni uchaguzi wa mwaka 2015 ambako tulipata wabunge karibuni 70 na kitu hivi, wale wabunge wa kawaida na wabunge wa viti maalum. Na tuliongoza halmashauri karibuni 40, sijui utaangalia vizuri kwenye rekodi,
na tulikuwa na madiwani 1000 plus huko na wenye viti wa serikali za vijiji kadhaa. Ghafla uchaguzi wa mwaka 2020 tukapata mbunge huyu mmoja. Kutoka wabunge zaidi ya 70 mpaka unapata mbunge mmoja. Kutoka madiwani zaidi ya 1000 mpaka kupata madiwani 0. Unajaribu kujiuliza, yaani hii kitu kinawezekana vipi? Katika akili ya kawaida tu. Hawa watu walikuwa na wabunge zaidi ya 70. Leo hii wanapataje mbunge mmoja? Hawa wanaofanya huu wizi, wao wanatumia akili kidogo. Kwa sababu wanachokifanya ni kujianika ujinga wao ni upi na uwezo wao mdogo pengine wa kufanya maamuzi ambayo kidogo yanaweza yakajustify yale ule ushetani wao wanaofanya, lakini sio hiki ambacho wanakifanya. Kwa hiyo sisi tunasema uchaguzi haukufanyika. Tulisema no reforms no election, na tunamaanisha mpaka sasa hivi tunamaanisha reforms hazikufanyika, uchaguzi haukufanyika. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nini tunakitaka kwa sasa? Serikali ikubali tatizo. Serikali ikubali kwamba Oktoba 29 nchi iliingia kwenye matatizo na mpaka sasa tupo kwenye matatizo. Ikishakubali iangalie namna gani ya kuondokana kwenye tatizo. Na njia pekee ni kuleta chombo huru cha kutoka nje ya nchi kije kichunguze tatizo, ili serikali iambiwe tatizo ni hili, mlikosea hapa, ili kwenda mbele twende hivi. Sasa wenyewe wanang'ang'ania tu sasa hivi, Chadema tukaeni mezani. Maridhiano, tunaridhiana kwenye lipi? Bila shaka tumeona mwamko wa aina yake wa kizazi cha Gen Z, si Kenya tu bali katika taifa la Tanzania. Ujumbe wako kwa vijana wa Tanzania ambao wakati huu labda wana hofu, wamekata tamaa, ni upi? Jambo la kwanza kwa vijana, lazima waipiganie kesho yao. Hakuna mtu mwingine anaweza kaipigania kesho yako wewe. Kwa hiyo wana jukumu la kupigania kesho yao iliyo bora. Na unapozungumza kesho njema ya mwananchi, ni kupata kiongozi sahihi. Kiongozi sahihi anapatikana vipi? Anapatikana kwanza vijana kushiriki kwenye mchakato wa uchaguzi, ikiwemo kugombea na kupiga kura, lakini uchaguzi ambao unaongozwa kwa sheria zenye maana ambazo kweli zitapelekea apatikane kiongozi bora. Kwa upande wa pili, nikiweka vijana pembeni, dunia, na hii sio Tanzania tu, dunia, hasa majirani zetu mliopo Kenya, waliopo Uganda na nchi nyingine ambako wananigusa sana, kama ambavyo Wakenya waliguswa sana. Yani ukiwasikiliza Wakenya kwenye mitandao huko, wanaizungumzia sana na wanalaumu sana kilichotokea Tanzania, na inakuwa bahati mbaya sana unamwona kiongozi anashambulia kwamba wewe Wakenya shughulika na nchi yao. No, Tanzania na Kenya hakuna namna yoyote unaweza ukaitenganisha. Yani sisi ni ndugu kabisa. Ndio maana ukiangalia Tanzania imezungukwa na Msumbiji, Malawi, Zambia, Rwanda, Burundi, Uganda, lakini ukiangalia bondi iliyopo kati ya Tanzania na Kenya ni kubwa sana kuliko hayo mataifa mengine. Kwa hiyo Mkenya lazima aguswe na jambo linalotokea kwa ndugu yake ambaye ni Mtanzania. Na ndio maana hata hapa nyumbani Tanzania makampuni mengi sana yaliyowekeza ni ya kutoka Kenya. Kwa hiyo hakuna namna ambako unaweza kuitenganisha Tanzania na Kenya. Sasa wito wangu, hawa viongozi wetu lazima wajue watu wamebadilika, kizazi kimebadilika, hii generation imebadilika. Hiki ni kizazi cha kimtandao. Ni watu ambao huwezi ukawadanganya, yani wanajua haki zao, wanajua dunia inavyokwenda. Unajua zamani ilikuwa hakuna mtandao, watu hawana access ya kuona Wamarekani wanaishi vipi, Waingereza wanaishi vipi, Wajapani wanaishi vipi. Lakini sasa hivi mtoto mdogo wa darasa la 3 la 5 anaingia kwenye internet, anaingia kwenye YouTube, anaangalia maisha ya watu
wa dunia ya kwanza wanaishi vipi, na yeye anajiangalia yeye anavyoishi. Wanaona mimi mbona ninavyoishi tofauti na mwenzangu. Huyo mtu anafahamu maisha mazuri ni yapi, anafahamu namna gani ya kuzilinda rasilimali za nchi yake. Sasa hawa viongozi wetu wanafikiria dunia bado ni hizi nchi ni kama zipo gizani kwenye kakisiwa fulani ambako mwananchi anajua tu kaamka leo ameshinda analala. Wakubali kwamba dunia sasa hivi ipo kwenye kiganja. Raia wanajua nini kinaendelea kwenye nchi yao, nini kinapaswa kuendelea kwenye nchi yao. Wanaelewa nini kinaendelea duniani, nini kinapaswa kuendelea duniani. Hawa viongozi wakitoka kwenye ombo hilo na kukubali ukweli huu, tutapiga hatua sana. Afrika ina rasilimali nyingi sana, lakini hazijawahi kunufaisha Afrika yetu. Tanzania ina rasilimali nyingi sana. Leo hii mapori tulionayo, tunalima chikichi, tunalima alizeti. Hii nchi tunaagiza mafuta ya kula kutoka nje. Udongo wenye rutuba uliopo Tanzania, hii nchi bado inaagiza sukari kutoka nje. Yaani sisi badala tulime na kuproduce sukari nyingi tuuze nje, kwa sababu tuna udongo wenye rutuba, si tunaagiza sukari, tunaagiza mafuta ya kula, tunaagiza ngano, tunaagiza kila kitu. Ni mbaya sana. Kwa nini? Tunakosa viongozi ambao wana exposure, viongozi ambao wanaweza kusimamia rasilimali zetu. Ni nini haswa kinachokupatia matumaini kuwa Tanzania huenda ikarejea katika njia zake za kidemokrasia na hadhi kwa watu wake? Kuna vitu viwili. Haki isipopatikana mezani, itapatikana barabarani. Haki isipopatikana kwa heri, itapatikana kwa shari. Ninaiona nchi yangu tumechukua ruti ya watu kuwapatia haki yao kwa shari. Tusilaumiane. Wasitutie Chadema kwenye kapu ambalo hatustahili. Hili CCM wamelikoroga wenyewe, walinywe wenyewe. Gerva Lyenda, mkuu wa idara ya habari katika chama cha Chadema, tunakushukuru kwa dhati kwa muda wako. Shukran jazila.